Ukishavuka mpakani fulani, kitu ilikuwa inakufuata, lazima ifikirie sana au mtu kabla kuingia na hiyo mpakani. Amen. Leo Wakristo nyingi wanateseka kwa sababu wajui mahali ya kukimbia. Amen. Amen. Mpakani ni kitu kubwa sana ndani ya maisha ya Kristo. Ukiheshimu mpakani Mungu ameweka mbele yako, historia zote ya maisha yako lazima ibadilike. Ukiongelea habari ya mpakani, watu wengi mpaka sasa hivi bado hujaelewa Mungu anataka kusema nini. Amen. Amen. Tuko na vitu sisi tuwezi kufanya kwa sababu mpaka hii inagawa sisi na shetani. Tuko na maamuzi tofauti. Ukiona kama mtu anatoka nchi nyingine anafika mpakani kabla kuingia, kabla ingie kuna vitu lazima afanye pale. Akifanya ndio anaingia. Sasa kuna watu wanavuka mipaka bila wao kujua, ameshatoka mpande mwingine ameingia mpande mwingine. Hata maisha ya mtu tuko na mpaka. Amen. Mimi nataongelea sio ya nchi, nataongelea mpaka kama ya nyumba, kama ya maisha yako. Mfano huyu hapa kuta hii mlango. Amen. Ndani, amen, Mungu abariki sana. Ndani ya nyumbani zako ukiishi maisha yako ikifunga isi imefunga hapa, hata shetani amekuja anaona hawezi kuingia, anafanyaje? Anapita, kwa sababu iko na mpakani. Amen. Ukipokea Yesu Kristo kama mfalme wa maisha yako, ukianza kuishi maisha ya utakatifu, namba moja, Mungu anazungusha maisha yako. Baada ya kuzungusha anaweka mlango. Sisi kuzunguku zote ndio inaitwa mpakani. Hii maana inakugawa wewe na maisha ya shetani. Amen. Hata iwa alikuwa anapita akiona hapa kuta hamna. Amen. Akiona hapa kuta hamna, iwa atafanyaje? Ataingia, atachezea, atavuta vitu zako, amefanyaje? Anatoka anaenda. Utaanza kugombana na watu kwa ajili ya shida tu, lakini siku utaweka mpakani wako na ni mambo ya Mungu, vitu itasimama. Mungu anataka kusema nini? Mungu anataka kusema sisi kama watu lazima tujue mipaka yetu na shetani ni upi. Amen. 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 Ukiona kitu inaingia ndani yako, bado uko wazi. Ni wale nini na mwambia kwa watu, mtu anasali anakunywa pombe, hakuna geti hapo. Mtu anasali anaishi maisha mchafu, hakuna mpaka hapa. Kitu kinaweza kutoka, anaweza kuingia. Maana yake hakuna kitu inazuia mtu. Lakini Biblia inasema Yesu Kristo ndio kimbilio yetu. Huyu ameshikilia na mkono wa Bwana, hakuna mtu anaweza kutoa. Maana yake gani? Ukishaingia ndani ya Bwana, Mungu anafanyaje? Anafunga. Ikishafunga, shetani hawezi tena kupita au kuingia kwa maisha yako. Amen. Shida sio kitu inafika na maisha yako, lakini tendo nini ile umefanya, huyu tendo imetoa uwepo ya Mungu ndani ya maisha yako. Wakristo leo hawezi wajui tena mipaka yao. Hata ukiona mtu anasali vizuri, lakini na ni mambo ya roho, huyu mtu ni mtu mbaya sana, kwa sababu usiku mwingine mchawi, usiku mwingine kazi yake ni mwizi, mtu mwingine hata anasali vizuri, lakini maisha yake mipaka hamna. Ndani ya maisha ya mtu tuko na mipaka. Ukibali Yesu Kristo kama mfalme wa maisha yako, namba moja, Mungu anaweka mipaka. Amen.
Amesema kwa njia sasa, zamani walikuwa wanaishi maisha ya ulevi, lakini leo iko na mpaka hapa ulevi hawezi kuingia. Mungu anasema zamani walikuwa wanaishi maisha kudanganya wa wanawake, kudanganya wa wanaume, maisha ya uongo, maisha mchafu, lakini leo kuna mpaka hapa. Ukijaribu tu umevuka, mimi sio tena kimbilio yako. Watu leo wanawaza Mungu ni Mungu ya watu kwa sababu natembea na Biblia. Naamini neno la Mungu, nasimama mbele ya watu. Mimi mwimbaji na imani najaza watu sana. Mimi nasafiri mkutano wa Injili. Mimi nasafiri kwa ajili ya kazi ya Mungu. Hicho Biblia inasema watu nyingi watakuja na jina langu, lakini siku ya mwisho natasema sijui wapi. Sasa hivi watu nyingi wanasema itakuwaje Mungu asisitiza aseme ajui wewe kwa sababu ya matendo ya maisha yako. Mpaka ni kitu kubwa sana. Amen. Ni kitu kubwa sana. Ukiona leo mpaka kama mna na wadaka hapa mbele yangu, unaona Mungu ametoka pale, amekuja na kuja vile kitu amekaa, anapanda pale juu watu fanya anaenda kwa sababu gani? Hamna kuta, hamna nini. Ndani ya maisha yako ukiweka kuta ya maisha utakatifu, ukiweka geti ya Roho Mtakatifu, hakuna kitu ya shetani inaweza tena kuingia. Leo watu wametoa kuta, wametoa mlango, watu wanateseka leo. Moyo wa watu umejaa na vitu mbaya sana. Moyo wa watu umejaa na matendo vibaya sana. Sisi matendo inaanza imevunja kuta zote, ilikuwa inazuia shetani aingie ndani ya maisha yako. Nyumba hata umejenga nyumba, kama nyumba zako bado hujaweka mpakani, maana yake kuta ni hapo. Ukiona kabisa mtu ametoka hapa anaenda hapo, kama iko na mpakani yako uko na ulinzi, lazima azunguke huko aingie. Amen. Lakini kama bado yeye anapita katikati yako, anapanda juu ya vitu, anapita kwa sababu hamna nini? Hamna mpakani. Namwambia mtu mmoja, uweka mpakani ndani ya maisha yako. Ukiweka mpakani ya Roho Mtakatifu, itatoa vitu zote ya shetani. Amen. Iwezekani unashika Biblia lakini bado maisha yako hayatakaswa. Leo watu wengi sana umeona anaenda, anahubiri, anaimba, anafanya kazi ya Mungu, lakini na limwengu ya Roho bado maisha yake hayakaa sawa sawa. Namwambia mtu mmoja, tengeneza na Mungu, ni Mungu atabadilisha maisha yako. Kaa vizuri na Mungu, Mungu atakuinua, ni Mungu atafanya mambo makubwa sana. Leo tunateseka sana kwa sababu tumeenda mbali na Yesu Kristo. Ukirudi karibu na Yesu, lazima kitu mpya ifanyike ndani yako. Namba moja, mtakipokea Yesu Kristo kama mfalme wa maisha yake. Mungu anaweka mpaka. Unaona maisha inafunga. Biblia inasema huwezi tena kuishi maisha ya zamani, utaishi maisha mpya. Hapa zamani ilikuwa na njia. Ukitaka kula pombe unapita, unaenda kula pombe. Mtu anataka kwa ile maisha mchafu anapita, anaenda. Mwizi anapita, malaya anapita, watu wote wanapita. Lakini kuanzia siku umepokea Yesu, hapa imefunga. Maana yake vitu ilikuwa inatesa maisha yako, inazuia. Kwa nini hapa imefungwa? Kwa sababu huyu mtu amepata kimbilio kwa Yesu. Sisi mtu kikimbilia kwa Yesu hapa, wanaona huko kwenye kio, wanaona kabisa huyu hapa, lakini tuwezi kufika mahali alipo kwa sababu yuko na kimbilio ndani ya kimbilio. Huyu mtu hawezi kumshika, kuingia ndani. Amen. Ukipoteza kimbilio ya maisha yako, kila kitu kimeharibika. Amen. Angalia maisha ya watu leo. Mtu akianza maisha ya dhambi, angalia kitu inafanyika, inaachia. Amen. Yeye anawaza kawaida,
maisha inaachia. Ukiendelea maisha ya dhambi, hapa sehemu inaacha. Jinsi unaendelea, jinsi unakuwa mbali na Mungu. Jinsi unaendelea, jinsi unapoteza ulinzi. Jinsi unaendelea, jinsi unapoteza kila kitu. Ukiona baada ya hapa zote watu wataingia jinsi wanataka, wanatoka jinsi wanataka. Na limwengu ya watu wanakuchezea, na limwengu ya Mungu watu wanakuchezea kwa sababu kimbilio zako halipo tena. Yesu Kristo ndio kimbilio yako. Amen. Mpakani ni kitu kubwa sana. Mpakani ni kitu kubwa sana. Leo tunateseka kwa sababu tumeenda mbali, na sisitiza mbali na Mungu. Namwambia mtu mmoja, cheki kabisa maisha yako. Kitu gani imefungua mlango mbele yako na Yesu Kristo? Kitu gani imekutoa wewe na Yesu? Amen. Amen. Na ni Mungu ya Mungu tuwezi kuelewa vitu inafanyika hapa. Lakini na ni Mungu ya Roho. Ndio umeona wachao wanasema, huyu mtu maisha yake haina ulinzi kabisa. Tunaingia tunatoka. Wanasema huyu mtu miembali, huyu mhubiri, huyu anafanya kazi ndani ya hekalu ya Mungu. Itakuwaje huyu mtu ulinzi hamna? Kwa sababu huyu mtu nje ya kushika Biblia bado hajaokoka. Tumeweka na akili ya watu. Kuokoka ni mtakisimama mbele ya watu. Mimi mtu fulani nimekubali Yesu Kristo kama mfalme wa maisha yangu. Jumamosi ameenda amepata batizo. Shangilia Yesu! Ameokoka. Mtu mmoja siku moja alikuwa na Yesu Kristo msalabani. Naamini huduma yetu naamini sana mia kwa mia akisha maji nyingi. Tunaamini sana tutapokea Yesu, lakini nataka unielewe vizuri sana. Amen. Yesu anamwambia Mwezi, siku ya leo msalabani tutakuwa na wewe mbinguni. Kwa sababu gani? Maisha yake ilikuwa imebadilika. Amen. Kitu kubwa sana ndani yetu wa Kristo, maisha yetu ibadilike. Maisha yetu kishabadilika, kila kitu itakuwa rahisi mbele yetu na mbele ya Mungu. Amen. Kweli mteneza kusimama mbele ya watu nimeokoka na watu mia unafuatilia wanaende mmoja mbili au tatu ndio wanaokoka kwa kweli. Amen. Amen. Kuokoka ni kuacha maisha mchafu, kuacha kuongoza maisha yako mwenyewe, kuacha maisha yako Yesu Kristo aongoze, uishi maisha utakatifu milele mpaka Yesu Kristo akurudi. Ndio kitu inaitwa kuokoka. Kuokoka sio kushika Biblia. Leo kazi ya Mungu imechafuliwa sana kwa sababu watu wengi wanashika Biblia, usiku wanaenda magesti, wanashika Biblia wako kwenye mabaa, wanashika Biblia ni wawizi, wanashika Biblia maisha ya haki na makazi yao na biashara yao hamna, wanashika Biblia maisha mchafu imezidi. Tezi watu wakiona hii watu wanawaza Yesu Kristo ni mbaya. Hapana, hii watu bado hawajaokoka. Ukiona vitu kama haya, ni vitu na Yesu anasema watu nyingi sana watakuja kwangu na siku ya mwisho. Wapi akisema nikifanya kitu fulani, nimefanya kitu fulani. Yesu anasema sikujui. Kwa nini Yesu hakujui? Kwa sababu ndani yako hakuna nguvu ya Mungu. Kwa sababu ndani yako Yesu hayupo. Ishi maisha utakatifu. Ishi maisha ya haki. Ishi maisha ya mabadiliko. Ishi maisha ya utukufu. Ishi maisha kubwa sana. Natangaza ndani ya maisha ya mtu mmoja, ukianza kuishi maisha ya utakatifu, ukiamua kuishi maisha ya haki, Yesu Kristo atasimama mbele yako. Vitu vilikuwa inakutesa itakuwa ngazi, itakutoa mahali nyingine, itakupeleka mahali nyingine, kwa sababu Mungu ni Mungu ya matakatifu tu. Amen. Amen. Ukiona leo huduma zetu inadiana na mwizi, inadiana na malaya,
inajaa na watu haki hamna, inajaa na watu ya uongo, inajaa na watu wachafu. Hata tunajaza watu, lakini Yesu Kristo alipo. Mungu iko tayari ya kubadilisha maisha yako. Yesu yuko tayari ya kuacha historia mpya na wewe, lakini anakuomba tubu dhambi zako. Namba 2, rudi kwake. Damu yake itatakasa maisha yako. Atarudisha mpakani. Akishaweka mpakani imeifunga, shetani hawezi tena kuingia maisha yako. Hata alikuwa anakutesa, hawezi tena kuingia ndani ya maisha yako. Leo njia iko hapa. Ndio unaona shetani anachezea watu. Amen. Amen. Itakuwaje wewe Mkristo unasali, unashika Biblia, unajua neno la Mungu, lakini bado hujatakaswa maisha yako? Amen. 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 Ni kitu ya aibu sana. Unasikiliza kampuni mtu fulani alikuwa mwizi, ni Mkristo. Kitu ya aibu sana. Unasikiliza mtu fulani wamefunga na mwanaume ya mtu, ni Mkristo. Unasikiliza kitu fulani, mtu fulani alikuwa amekupa mimba na mabinti watano, ni Mkristo. Unasikiliza mambo vibaya, ni wa Kristo. Kwa sababu gani? Hakuna mpaka hapa. Yesu akishaweka mpakani, hata shetani anakuja atakuta kitu imefunga, mpakani itazuia shetani hawezi kupita. Siku moja mke ya Potifa anataka kutembea na Yusufu. Yusufu amesema nimekubali magerezani na kubali yote, lakini ndani ya mimi na wewe kuna mpakani. Huyu mpakani ni Roho Mtakatifu. Amekimbia. Hii mwanamke amefanya kila kitu, lakini hajaingia kwa sababu Yesu Kristo alikuwa kimbilio ya Yusufu. Leo watu wamepoteza kimbilio. Watu wangapi wamepoteza maisha utakatifu kwa ajili ya pesa, kwa ajili ya gari, kwa ajili ya nyumba, kwa ajili ya safari, kwa ajili ya vitu kawaida. Amesema acha nachukua nalo gari na taenda baadaye kutakasa maisha yangu. Nataka umwambie Mkristo mmoja, Biblia inasema Mungu hawezi kusamehe dhambi ya nguvu. Huyu mtu anajua kitu fulani sana ni dhambi, lakini anaendelea, Mungu hawezi kusamehe. Amen. Mtu anafika kutafuta kazi, ni Mkristo. Bosi yake amesema unataka kazi, lazima tuishi mimi na wewe na tufanye tendo la ndoa. Baada hapa nenda kuingiza. Amesema hata mume wangu hawezi kujua, hata mke wangu hawezi kujua, hawezi kujua. Acha naenda tu, nataomba msamaha kwa Mungu. Ameenda. Yeye ndio kuatia siku ameenda. Hapa mpaka imevunjika. Shetani amepata mamlaka juu ya maisha yake. Unajua hii mpakani inakupa mtu mamlaka juu ya nguvu ya shetani. Inakupa mtu mamlaka juu ya kila kitu inasumbua maisha yako. Ndio maana Biblia inasema mtu yoyote amepokea Yesu Kristo kama mfalme wa maisha yake, amepewa mamlaka ya kufanyaje? Ya kupigana na shetani, ya kutembea juu ya kila nguvu ya shetani. Nakupa mfano. Amen. Amen. Kwa kuni yako, mtu ametoka tu nyumbani amekuja kupiga jikoni yako. Hata unapanga mpakani, nyumba ya huyu na huyu ni tofauti. Amen. Huyu wapangaji. Sasa huyu amesikia njaa, amekuja jikoni yako kupika bila kuomba ruhusa. Utafanyaje? Uko na mamlaka ya kufukuza hii mtu. Kwa sababu gani? Sio kwake. Sisi mtu huyu ameshaingia na maisha ya dhambi. Iko kama mtu ameshazoea. Kwa mfano, mwanaume anakaa nyumba, mwanamke anakaa nyumba. Wameshafanya tendo la ndoa. Hii mwanamke anaweza hata kukaa ameingia paka chumbani, ameenda kulala, ameingia paka jikoni, ameenda kupika. Kwa sababu gani? Hii tendo imevunja mpaka. Amen. Kazi ya shetani ndani ya maisha ya mtu kuvunja mpakani. Mpakani imeshavunjika, njia imefunguka. Sasa anataka kukuua, anaingia na kuua. Anataka kufunga biashara yako, anaingia anafunga. Anataka kutesa, anaingia kutesa. Na mwambia Mkristo mmoja jioni ya leo,
Yesu Kristo yuko tayari ya kubadilisha maisha yako, lakini rudisha mpakani. Amen. Rudisha mpakani. Mpakani ni kitu kubwa sana. Amen. Kila mtu yuko na mpaka yake. Amen. Mpaka yako ikiishia hapa, isha pale pale. Kwa sababu Yesu Kristo anapenda watu wanaheshimu maisha yake. Ishi maisha ya ukweli. Ishi maisha ya upendo. Ishi maisha ya kusameheana. Unajua, ukiishi maisha unakataa kusamehe, unabeba mzigo wewe kama wewe. Mtu amekufanya tendo mbaya, wewe unatembea na hiki kitu kichwani yako. Yeye mahali ameenda anafurahia, mwingine amekaa anakula nyama ya kuchoma na ndizi au na chips. Wewe hapo unaumia, unakonda, yeye anafurahia. Ni umebeba mzigo sio ya kwako. Biblia inasema shusha mzigo. Hata nani alikuwa amefanya makosa ndani ya maisha yako, samehe mtu. Yesu Kristo ataendelea kushirikia. Amen. Amen. Mpaka ni kitu kubwa sana. Yesu Kristo anasisitiza jioni ya leo, kila mtu aweke mipaka ndani ya maisha yake. Mimi siwezi kuiba, mimi siwezi kudanganya, mimi siwezi kuishi maisha mchafu, mimi siwezi kufanya kitu hivi. Ukishaweka mpaka ndani ya maisha yako, vitu vilikuwa inatesa zamani maisha yako, mbele huwezi tena kutesa. Amen. Muda imefika, Mungu anataka kuonyesha ki Mungu yeye ni baba ya watakatifu. Ukiona Biblia inasema na siku ya mwisho. Amen. Mimi natapenda waabudu. Watu wanakuabudu na roho na ukweli. Roho ni Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu yuko kwa ajili ya watakatifu. Badilisha jinsi gani unaweza kuishi. Amen. 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 Kwa jumla leo natamaliza mapema, nataka kumwambia mtu mmoja, Yesu amenituma nije kwako kumwambia wewe uweke mpakani. Ukiweka mpakani atakuwa kimbilio yako. Hata shetani anakutafuta kufanya kitu mbaya, ukishakaa kwake shetani hawezi kukuchukua mtu ameshikilia mkono wa Bwana. Hata watu wanatafuta shida ndani ya maisha yako, Mungu ajue Yesu Kristo akisimama kama kimbilio yako, kila kitu lazima ibadilike. Amen. Amen. Nataka tusimame. Leo natakuwa fupi sana. Mungu abariki sana. Nataka tuombe. Anza kuangalia maisha yako. Vitu gani imefanyika mpaka ufike mpaka? Ulikuwa zamani unaomba vizuri sana, lakini leo unashindwa hata kuomba. Kwa sababu gani? Umeingia na maisha mchafu, uwezi tena kuomba. Zamani ulikuwa mhubiri vizuri sana,